Sasa leo nataka tujifunze kuhusu saikolojia ya ushawishi. Tutaenda kuangalia mbinu ambazo unaweza kutumia kumshawishi mtu bila kutumia nguvu kubwa, kwa sababu saikolojia ni somo ambalo linahusisha kusoma au kujifunza kuhusu akili ya binadamu inayofanya kazi. Kwa hiyo ukijua akili ya binadamu inafanya kazi, unaweza ukatumia uelewa huo kumshawishi mtu bila kumlazimisha wala kutumia nguvu kubwa. Unajua changamoto ya watu wengi, tunatumia nguvu kubwa sana kushawishi watu, lakini kuna njia za kisaikolojia ambazo zimefanywa utafiti na watu wakasoma akili ya binadamu inafanya kazi, basi wakaja na mbinu ambazo unaweza kuzitumia zikaleta matokeo mazuri. Sasa nitakuwa naelezea kwa undani zaidi mbinu moja moja. Usikose haya masomo. Hizi mbinu unaweza kuzitumia katika sehemu mbalimbali, katika biashara, katika mahusiano au katika maongezi ya kawaida katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo nisikize vizuri sana na nikupe tahadhari. Hizi mbinu usizitumie vibaya, kwa sababu ukizitumia vibaya zinaweza zikaribu kabisa mahusiano yako kati ya wewe na watu wengine. Lakini sasa, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usahau kusubscribe, kwa sababu hii channel ya Elikhan TZ tunafundisha mambo mengi sana kuhusiana na mafanikio, saikolojia, hata mahusiano. Kwa hiyo ukitaka kukaa sehemu ambayo utapata elimu nzuri na kujifunza mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia wewe kupata maarifa sahihi, hakikisha umesubscribe. Lakini pia kuna sehemu ya kubonyeza kile kitufe cha kengele ili uwe unapata taarifa kama tumeweka video, ili wa kwanza kupata video zetu. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa mamlaka. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa authority. Sasa naomba unisikilize vizuri hapa ili unielewe kuhusu mbinu hii. Sisi binadamu huwa tunatii watu wenye mamlaka au tunashawishika na watu wenye mamlaka. Na hii unaweza kushangaa hii inatokeaje? Kwa sababu unajua toka zamani tumewatii watu wenye mamlaka, mfano mzazi, viongozi, walimu. Sasa ile imejengeka kwenye akili zetu, kwa sababu sisi binadamu, taarifa zozote ambazo zinakuwa zimetunzwa kwenye akili yako kwa muda mrefu zinaweza pia zikakuongoza. Ni somo jingine ambalo nitakuja kulielekeza, kwa sababu kwenye ubongo wetu kuna ubongo wa kati ambao unaitwa subconscious mind, huwa unafanya kazi ya kutongoza sisi kwa kiwango kikubwa bila hata kuwa na ufahamu wa kawaida. Sasa turudi kwenye mbinu hii ya saikolojia. Sasa hii mbinu ya mamlaka, mamlaka inaweza kutengenezwa na elimu, uzoefu, lakini pia na utaalamu. Na ndio maana kwa mfano kuonyesha utaalamu, daktari akimwambia mgonjwa atumia dawa hii au fuata maelekezo haya, huwa ana nguvu sana ya kumshawishi mgonjwa, kwa sababu daktari ana mamlaka katika eneo la afya. Lakini pia sio tu daktari, inaweza kuwa utaalamu, labda engineer au kiongozi yoyote, lakini pia hata mtu mwenye elimu ya jambo fulani anaweza pia kuwa na mamlaka. Lakini pia mtu mwenye uzoefu fulani anaweza pia kuwa na mamlaka, lakini pia hata mtu wa kawaida, kwa sababu mamlaka yanategemea namna unavyoongea na namna unavyojiamini na jinsi unavyopresent maneno yako. Unaweza kuwa pia na mamlaka hata kama una hivi vitu nilivyosema, elimu, labda utaalamu au uzoefu, lakini namna unavyoongea unaweza kuwa pia na mamlaka. Sasa hii mbinu unaweza kuitumiaje? Tuchukulie mfano kama kwenye biashara. Muuzaji anaweza kutumia kanuni hii ya mamlaka kukushawishi wewe ununue bidhaa. Mfano akasema, kwa uzoefu wangu wa miaka 5, hii bidhaa imewasaidia watu wengi kupata suluhisho la matatizo yao. Na mwingine akasema, hii bidhaa ni nzuri. Huyu wa kwanza katumia kanuni ya mamlaka na atashawishi watu wengi kuja kununua, kwa sababu watu kwenye akili zao wataona, huyu kama ana uzoefu wa miaka 5 na amini bidhaa yake ni nzuri. Na kwenye ubongo wetu kisaikolojia huwa hatupendi kutumia nguvu kubwa kufikiria mambo, kwa sababu sisi binadamu tuna akili ambazo zina uwezo mkubwa. Ziko za aina mbili ambazo zinatuongoza sisi. Kuna subconscious mind na conscious. Sasa hii subconscious huwa inachukua taarifa zote ambazo tunazipitia na inazitunza ili isitumie nguvu kubwa kuzichakata. Ndio maana uko unaendesha hata baskeli, kuna muda unaweza kuwa hata huangalii jinsi unavyokanyaga zile pedo, lakini unajikuta unaendesha baskeli. Lakini mwanzo kabisa, siku ya kwanza ulikuwa unaangalia jinsi unavyokanyaga. Hata kwenye gari unapoweka gia, mwanzo unakuwa unaangalia, lakini baadaye ukishazoea, hata simu wala unabonyezaga simu zile button
watakuwa mashahidi. Kuna mtu anaweza kubonyeza button hata bila kuangalia na ukajikuta unabonyeza vizuri. Hiyo ndio nguvu ya subconscious. Sasa mara nyingi ubongo wetu huwa zile taarifa ambazo zinaonekana labda zimehakikiwa kwenye ubongo wa juu ambao unaufahamu, huwa zinatunzwa na zinakuja kutuongoza sisi kwa haraka ili tusitumie nguvu kubwa. Ndio maana sasa kwa sababu tumeshafundishwa kwamba mamlaka yanatakiwa kuyatii, yani tumefundishwa kwamba mamlaka tutakiwa kuyatii. Ndio maana hilo jambo likitokea mtu wetu mwenye mamlaka, tayari automatic unajikuta unamtii. Kwa hiyo muuzaji anaweza kutumia mamlaka hivyo, lakini pia hata kiongozi akasema kwa utafiti wangu niliofanya, timu nyingi ambazo zimefanya maendeleo katika njia hii zimepata mafanikio makubwa. Unaona hiyo sentensi na mamlaka. Lakini kiongozi ambaye anaongea tu kawaida hawezi kuwa na ushawishi mkubwa kuliko mtu ambaye anatumia mamlaka. Lakini pia hata mtu wa kawaida unaweza kawa na mamlaka, kwa sababu kama nilivyosema, namna unavyoongea. Mfano ukiwa unaongea ili jambo nahisi au kama litafanya kazi, hapo utakuwa una mamlaka. Lakini mwingine akasema, kwa uzoefu wangu niliokuwa na ufanya katika kazi hii kwa zaidi ya miaka 5, nimeona hii njia inafanya kazi. Uone huyu mtu atakuwa na mamlaka zaidi na atasikilizwa vizuri. Hata kama kwa mfano chukulie mko kwenye kikao, wengine wote wako wanapayuka, wanajibu hoja, wanaongea bila mpangilio, lakini mmoja akaanza kuelezea, kwa utafiti wangu, kwa takwimu hizi nilizoziona hizi, kwamba tumekwama kwa sababu ya jambo hili na hili. Huyo atakuwa na mamlaka na atasikilizwa na watu watashawishika kuhusu yeye kwa sababu ametumia mamlaka. Kwa mamlaka, hata kama huna elimu kubwa, unaweza apply kwenye maisha yako kila siku kwa jinsi unavyoongea. Kama unaongea kwa kujiamini na hupayuki au kulopoka au kupayuka, na unapangilia maneno yako vizuri, unaongea kwa utulivu, unajiamini na unapangilia maneno yako vizuri, na unatumia takwimu au maelezo ambayo yanaonesha kwamba yana utafiti fulani, hapo unaweza pia kuwa na mamlaka. Kwa hiyo mamlaka unaweza kuitumia sehemu mbalimbali, hizo kwenye biashara, ukasema kwa uzoefu wangu wa miaka 3, bidhaa hii nimeona inasaidia watu labda kutatua changamoto ya uzito. Kama mtu ana changamoto ya uzito, akiona huyu, kwa sababu akili yetu kama nilivyosema kwenye ubongo wa chini ambao ni subconscious mind, huwa tayari automatic ikishaona tu mtu mwenye mamlaka inatii haraka, yani ina apply kucomply na yeye, yani kuendana na yeye kwa haraka zaidi kuliko kufikiri. Sababu kwenye ufahamu mpaka uanze kufikiri, hivi kweli dawa itafanya kazi au itakuwaje? Lakini ukiona mtu ameshaanza kuongea kwa mamlaka, tayari unaanza kumtii. Kwa lakini pia hata kwenye viongozi wanaweza kutumia mamlaka. Kwa hivyo kwamba kwa tafiti huu niliofanya au kwa uzoefu wangu, hata mtu wa kawaida anaweza aka-apply mamlaka. Sasa hii mbinu unaweza kuitumia katika sehemu mbalimbali, kwenye biashara, mahusiano au maisha yako ya kila siku. Na uzuri wa hii mbinu, unaweza pia ukaitumia ikakusaidia kuboresha mahusiano yako, kwa sababu mara nyingi watu wenye mamlaka wanapewa vipaumbele zaidi na wanashawishi watu kwa kiwango kikubwa sana kuliko mtu anayeongea kwa wasiwasi, labda anahisi kama mbinu hii itafanya kazi. Na nikushauri, unapokuwa unaongea, jitahidi uwe na mamlaka, yani uongea kwa kitu ambacho unakiamini. Naelezea kama mtu anayejiamini. Usianze labda kama hii itasaidia au sijui kama itasaidia. Sema kwa uzoefu wangu au kulingana na hali yangu, kulingana na uzoefu wa kazi niliofanya au kwa utafiti niliofanya, nimepata hichi kitu kinaweza kikasaidia jambo hili. Na pia kama kwa mfano kwa issue ya utaalamu, wenyewe automatic wako wanakuwa na mamlaka kama madaktari, maengineer au maprofesa. Yeye akisema tu kwamba kama mtaalamu wa lishe au kama mtaalamu kama mtaalamu labda wa magonjwa ya kina mama au kama daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, na shauri hivi na hivi. Unaona hiyo sentence ina mamlaka ndani yake. Kwa hiyo anakuwa na ushawishi zaidi kuliko mtu anayesema nahisi kama itakuwa hivi, nahisi labda itafanya kazi hivi. Kwa hiyo mtu anakuwa hajatumia mamlaka. Na mamlaka ukiyatumia automatic tu yatamshawishi mtu, na huyo mtu atafuatana na wewe na atakusikiliza na atafuata kile ambacho unakisema. Sasa nikusii, hii mbinu ni nzuri ikitumiwa vizuri, sio kwa lengo baya, kwa sababu
Ukitumia mamlaka vizuri unaweza ukamshawishi mtu bila kuharibu matokeo yake maalum, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuamua anachokitaka. Lakini kutumia mamlaka maana yake ni kitu ambacho kinakusaidia kuaminika kwa huyo mtu ambaye unaenda kumshawishi. Kwa hiyo nikusii, kama utakuwa una swali lolote kuhusiana na mbinu hii, nimeyatenga masomo kwa pati na pati ili kila mtu anielewe. Au kama kuna sehemu hujaelewa kwenye issue ya mamlaka, comment sehemu ya comment section nami nitakufanulia vizuri. Na kama una swali lolote unaweza ka comment, au kama ungeshauri labda kitu fulani labda tukielezee vizuri unaweza ka comment sehemu ya comment section. Nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Usisahau kusubscribe. Nikusii, channel hii itakujenga sana katika mafanikio na maisha na mafunzo ya maisha kila siku ambayo ni ya muhimu kwako. Asante sana kwa kuungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikutakie siku njema. Bye.